Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mzuri tena. Tunaendelea na masimulizi haya ya kitabu cha Pambano Kuu. Leo tuko sura ya 9 yenye kichwa kisemacho Mwanamatengenezo wa Uswizi. Mwandishi wake wa kitabu hiki ni Ellen G. White. Karibu tena, tuambatane, na kabla ya kuendelea basi tuombe. Baba Mungu wetu wa mbinguni, uwe pamoja nasi tena mianzo mpaka miisho. Uwe na msikilizaji atakayekuwa akiendelea kusikiliza, na yote ambayo Bwana tutakuwa tukiyasikia hapa, Roho yako Mtakatifu Bwana akayafasili ndani ya mioyo yetu. Mwanzo mpaka mwisho tuangazie kwa njia Roho yako Mtakatifu, maana tumeomba haya kwa imani kupitia jina la mpendwa wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Katika uchaguzi wa watu kwa ajili ya kutengeneza kanisa, mpango ule ule wa Mungu unaonekana kama ule unaoonekana katika kupanda kanisa. Mwalimu wa mbinguni aliwapita watu wakuu wa dunia, wenye vyeo na wenye mali, waliokuwa wamezoea kupokea sifa na heshima kama viongozi wa watu. Walikuwa na kiburi na kujitumainia kwa sababu ya ukuu wao, waliojivunia kiasi kwamba wasingeweza kuumbwa upya ili wawahurumie wanadamu wenzao na waweze kuwa watendakazi pamoja na mtu mnyenyekevu wa Nazareti. Kwa wavuvi wa samaki wasio na elimu wanaohangaika wa Galilaya, wito ulitolewa: nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mathayo sura ya 4 fungu la 19. Wanafunzi hawa walikuwa wanyenyekevu na wanaofundishika. Kwa kadri walivyokuwa wameathiriwa kidogo na mafundisho ya uongo ya wakati ule, ndivyo ilivyokuwa rahisi zaidi kwa Kristo kufanikiwa kuwafundisha na kuandaa kwa ajili ya huduma yake. Kadhalika ndivyo ilivyokuwa katika siku za matengenezo makuu. Wana matengenezo wakuu walikuwa watu waliotoka katika maisha ya chini, watu ambao hawakuwa wameathiriwa kwa wakati wowote na kiburi cha madaraka na mvuto wa itikadi kali na ujanja wa makasisi. Ni mpango wa Mungu kutumia vyombo dhaifu kufanikisha matokeo makubwa. Ndipo utukufu hautatolewa kwa wanadamu, bali kwake yeye atendaye kupitia kwao kutaka na kutenda mapenzi yake mema. Majuma machache baada ya kuzaliwa kwa Martin Luther, katika kibanda cha mfanyakazi katika mgodi mjini Saxon, Ulrich Zwingli alizaliwa katika nyumba ndogo ya mfugaji katika milima ya Alps. Mazingira ya Zwingli wakati wa utoto wake na katika mafunzo yake ya awali yalifaa kwa ajili ya maandalizi ya utume wake wa baadaye. Akiwa amelelewa katikati ya mandhari yenye kuvutia sana, uzuri na fahari ya ajabu ya uoto wa asili, akili yake tangu awali iliguswa na hisia ya adhama, nguvu na utukufu wa Mungu. Historia ya matendo ya kishujaa yaliyofanyika juu ya milima alipozaliwa iliwasha moto wa matarajio ya ujana wake. Na kando ya bibi yake mcha Mungu, alisikiliza visa vichache vya thamani vya Biblia ambavyo bibi yake aliviokoteza kutoka miongoni mwa hadithi za wahenga na mapokeo ya kanisa. Kwa shauku kubwa alisikia matendo makuu ya wazee na manabii, ya wachungaji waliochunga kwa zamu mifugo yao kwenye vilima vya Palestine, ambapo malaika waliongea nao kuhusu mtoto mchanga wa Bethlehemu na juu ya mtu wa Kalvari. Kama Martin Luther, baba yake Zwingli alikuwa na shauku ya elimu kwa ajili ya mwanaye, na kijana alipelekwa shule mapema katika bonde lake alikozaliwa. Akili yake ilikuwa haraka, na haukupita muda mrefu swali likawa ni wapi pa kupata walimu wenye uwezo wa kumfundisha. Akiwa na umri wa miaka 13 alikwenda Bern, mji ambao wakati huo ulikuwa na shule bora katika nchi ya Switzerland. Hapa hata hivyo, hatari iliibuka ambayo ilitishia kutia doa ahadi yake ya maisha. Juhudi za makusudi zilifanywa na watawa kumshawishi aingie katika nyumba ya watawa. Watawa wa Kidominika na wale wa Kifranciscan walishindana katika kutafuta kukubalika na kupendwa. Kufikia azma hii, walijitahidi kwa kuweka mapambo yanayovutia katika makanisa yao, madoido katika sherehe zao, na vivutio vya mifupa ya watu maarufu na sanamu zilizodaiwa kutenda miujiza. Wadominika wa Bern waliona kuwa ikiwa wangeweza kumpata kijana huyu mwenye karama nyingi na msomi, wangepata mapato na heshima. Ujana wake, uwezo wake wa asili kama msemaji na mwandishi, na uwezo mkubwa katika muziki na ushairi vingeweza kuleta mafanikio makubwa zaidi kuliko madoido na maonyesho yao, katika kuwavuta watu na kuwaingiza katika huduma zao na kuongeza mapato ya shirika lao. Kwa njia ya udanganyifu na sifa za uongo, walijaribu kumshawishi Zwingli aingie jumuiya yao ya utawa. Luther akiwa mwanafunzi shuleni alijifungia katika chumba cha nyumba ya watawa, na ilikuwa hapo tena asionekane ulimwenguni kama isingekuwa kwa uongozi wa Mungu kuingilia kati na kumtoa nje. Zwingli hakuruhusiwa kukutana na hatari hiyo. Kwa uongozi wa Mungu, baba yake alipata habari ya mipango ya watawa. Hakuwa na nia ya kumruhusu mwanawe afuate maisha ya kivivu na yasiyo na thamani ya watawa. Aliona kuwa utumishi wake wa thamani wa baadaye ulikuwa hatarini, na aliagiza
arudi nyumbani haraka. Agizo alilitii, lakini kijana hakuweza kuridhika kukaa muda mrefu katika makazi yao ya bondeni, na haikupita muda mrefu alirudi masomoni kwake, akihamia baada ya muda mfupi katika mji wa Basel. Ni hapa ambapo kwa mara ya kwanza Zwingli alisikia injili ya neema ya Mungu ya bure. Wittenbach, mwalimu wa lugha za kale, wakati akijifunza Kigiriki na Kiebrania, aliongozwa kujifunza maandiko matakatifu, na hivyo miale ya nuru itokayo kwa Mungu iliangazia akili za mwanafunzi na wanafunzi aliokuwa akiwafundisha. Alisema kuwa kulikuwa na ukweli wa zamani zaidi na wenye thamani kubwa zaidi kuliko nadharia zilizofundishwa na walimu na wanafalsafa. Ukweli huu wa zamani ulikuwa kwamba kifo cha Kristo ni fidia pekee ya mwenye dhambi. Kwa Zwingli, maneno haya yalikuwa ni mwale wa kwanza wa nuru inayotangulia mapambazuko. Zwingli aliitwa baada ya muda mfupi kutoka Basel kwenda kuanza kazi yake ya maisha. Eneo lake la kwanza la kazi lilikuwa parishi ya Alpin, ambapo sio mbali sana na bondeni alikozaliwa. Baada ya kuwekewa mikono ya wakfu wa ukasisi, alijiweka wakfu kwa moyo wake wote kuchunguza kweli na ukweli wa kimungu, kwani alijua kikamilifu, alisema mwanamatengenezo mwenzake, ni kiasi gani ilimpasa kujua yule ambaye kwake kondoo wa Kristo walikuwa wameaminiwa. Kwa kadri alivyochunguza maandiko, alizidi kuona kwa uwazi zaidi tofauti kati ya ukweli wa maandiko na uongo wa Roma. Alijisalimisha kwa Biblia kama neno la Mungu, kanuni pekee inayojitosheleza isiyokosea. Aligundua kuwa ilipaswa kujitafsiri yenyewe. Hakuthubutu kueleza maandiko kutetea nadharia au fundisho lililojulikana, bali alichukuliwa kuwa wajibu wake kujifunza kilicho cha wazi na kila fundisho lililo dhahiri. Alijitahidi kupata kila msaada aliyoweza kupata wa kumwezesha kupata uelewa sahihi wa maana yake, na aliomba msaada wa Roho Mtakatifu ambao ungeweza, alisema, kulifunua kwa wale wote waliotafuta kwa moyo wa dhati na maombi mengi. Maandiko, alisema Zwingli, yalitoka kwa Mungu, sio kwa mtu, na hata hivyo Mungu anayeangazia atawapa ufahamu kuwa maneno hayo hutoka kwa Mungu. Neno la Mungu haliwezi kushindwa, ni angavu, linajifundisha lenyewe, linajifunua lenyewe, linaangazia moyo juu ya wokovu wote na neema yote, linafariji moyo kwa msaada wa Mungu, linanyenyekesha moyo kiasi kwamba moyo unajiachia na hata unajinyima wenyewe na unamkumbatia Mungu. Ukweli wa maneno haya Zwingli mwenyewe alikuwa ameuthibitisha. Akizungumzia uzoefu wake wakati huu, aliandika baadaye: wakati nilipoanza kujitolea mwenyewe kujifunza maandiko matakatifu, falsafa na teolojia kielimu daima vilipendekeza migogoro kwangu. Hatimaye nilifikia hili kuwa nilifikiri unapaswa kuachana na uongo na ujifunze maana ya Mungu kutokana na neno lake sahili peke yake. Ndipo nilianza kumwomba Mungu anipe nuru yake na maandiko yalianza kuwa mepesi zaidi kwangu. Fundisho alilolihubiri Zwingli halikutoka kwa Luther, lilikuwa fundisho la Kristo. Ikiwa Luther anamhubiri Kristo, alisema mwanamatengenezo wa Kiswizi, anafanya kile ninachokifanya. Wala ambao amewaleta kwa Kristo ni wengi zaidi kuliko wala ambao mimi nimewaongoza, lakini hili sio muhimu. Sitashuhudia jina jingine zaidi ya lile la Kristo, ambaye mimi ni askari wake na ambaye yeye ni mkuu wangu. Sijawahi kuandika hata neno moja kwa Luther, wala Luther hajawahi kuniandikia. Kwa nini? Ili ionekane jinsi ambavyo Roho wa Mungu ni yule yule, kwa kuwa sisi sote wawili bila kufanya kazi pamoja tunafundisha fundisho la Kristo linalofanana. Mnamo mwaka wa 1516 Zwingli alialikwa kuwa mhubiri katika nyumba ya watawa jijini Einsiedeln. Hapa ndipo ambapo angeona kwa ukaribu ufisadi wa kanisa la Roma, na ndipo alikuwa anakwenda kuweka mvuto kama mwanamatengenezo ambao ungeenda ng'ambo ya mipaka ya eneo lake la Alpsi. Miongoni mwa vivutio vya jiji la Einsiedeln ilikuwa sanamu ya bikira ambayo ilisemekana kuwa ilikuwa na nguvu ya kutenda miujiza. Juu ya lango la nyumba ya watawa kulikuwa na maandishi: hapa ondoleo kamili la dhambi linaweza kupatikana. Mahujaji nyakati zote walifika katika jengo la kumbukumbu la bikira, lakini wakati wa sherehe ya kila mwaka ya kuwekwa wakfu kwake, maelfu ya watu walifurika kutoka kona zote za Switzerland na hata kutoka Ufaransa na Ujerumani. Zwingli, akiwa ameumizwa sana na kile alichokiona, alichukua fursa hiyo kutangaza uhuru upatikanao katika Injili kwa hawa watumwa wa ushirikina. Msidhani, alisema, kuwa Mungu yupo katika hekalu hili zaidi kuliko alivyo katika sehemu nyingine ya uumbaji. Haijalishi kuwa unaishi katika nchi gani, Mungu yuko pamoja nawe na anakusikia.
Je, inawezekana kazi zisizokuwa na manufaa, safari ndefu, sadaka, sanamu, kumwomba bikira au kuomba watakatifu kukupatia neema ya Mungu? Kuna faida gani kuwa na maneno mengi katika maombi yetu? Kuna faida gani kuvaa kofia inayong'aa, kuwa na kichwa kilichonyolewa, kuvaa joho refu linalozagaa na kuvaa kanda mbili zilizopakwa rangi ya dhahabu? Mungu anaangalia moyo na mioyo yetu iko mbali naye. Kristo alisema, ambaye alitolewa mara moja juu ya msalaba ni kafara na kondoo wa kafara, ambayo imetosheleza kwa ajili ya dhambi za waaminio wote milele zote. Kwa wasikilizaji walio wengi, mafundisho haya hayakuwa ya kufurahisha. Lilikuwa jambo la kukatisha tamaa kwao, kuambiwa kuwa safari yao ya kuchosha ilikuwa imefanyika bure. Msamaha uliotolewa bure kwa njia ya Kristo hawakuweza kuuelewa. Walikuwa wameridhishwa na njia ya zamani ya kwenda mbinguni ambayo Roma ilikuwa imewaelekeza. Walisita kujiingiza katika mashaka ya kutafuta kitu kingine bora zaidi. Ilikuwa rahisi kwao kupata wokovu wao kupitia kwa makasisi na papa kuliko kutafuta usafi wa moyo. Lakini tabaka lingine lilipokea kwa furaha habari za wokovu kwa njia ya Kristo. Maadhimisho yaliyofundishwa na Roma yalikuwa yameshindwa kuleta amani ya rohoni, na kwa imani waliipokea damu ya Mwokozi kama upatanisho wao. Hawa walirudi nyumbani kwao kuwafunulia wengine nuru ya thamani waliokuwa wameipokea. Kwa njia hiyo ukweli ulipelekwa kutoka mtaa mmoja hadi mwingine, kutoka mji mmoja hadi mwingine, na idadi ya mahujaji wa hekalu la kumbukumbu ya bikira ilipungua sana. Kulikuwapo kushuka kiasi kibaya kwa makusanyo ya sadaka, na matokeo yaliyoonekana hata kwenye mshahara wa Zwingli ambapo ulitokana na sadaka hiyo. Lakini jambo hili lilisababisha furaha tu kwake, kwa kuona kuwa nguvu ya unafiki na ushirikina ilikuwa ikivunjwa. Sio kwamba mamlaka za kanisa zilikuwa hazioni kazi ambayo Zwingli alikuwa anaifanya, lakini kwa muda huu aliacha kuingilia, wakitumaini kuwa watamvuta mpaka awe upande wao. Walijaribu kumshawishi kwa kutumia sifa za uongo, na wakati huo huo ukweli ulikuwa ukipata nguvu katika mioyo ya watu. Kazi za Zwingli mjini Einsiedeln zilimwandaa kwa ajili ya eneo kubwa zaidi. Kama alikuwa karibu kuanza kazi hiyo muda mfupi uliofuata, baada ya miaka mitatu hapa aliitwa kufanya kazi ya mhubiri katika kanisa kuu la Zurich. Wakati ule huu ulikuwa mji muhimu kuliko yote katika shirikisho la Uswizi, na mvuto uliotolewa hapa uligusa kona nyingi za shirikisho. Viongozi wa dini waliokuwa wamemuita kuja Zurich walikuwa hata hivyo wakitamani kuzuia ubunifu wowote, na kweli walichukua hatua ya kumwelekeza majukumu yake. Utatumia kila juhudi, walisema, kukusanya mapato kutoka kila chanzo bila kupuuza hata chanzo kidogo sana. Utawahimiza waaminifu kutoka katika kibweta na katika kizimba cha maungamo kulipa zaka na kodi zote, na waoneshe sadaka zao na upendo wao kwa kanisa. Utakuwa na bidii katika kuongeza mapato yanayotokana na huduma kwa wagonjwa, yanayotokana na misa, na kwa jumla yanayotokana na kila huduma ya kanisa. Waelekezaji wake walisema kuhusiana na utoaji wa sakramenti, mahubiri na utunzaji wa kundi. Haya pia ni majukumu ya mlezi wa kiroho, lakini kwa ajili ya haya unaweza kutumia muda mbadala, na hususani katika kuhubiri. Inakupasa kugawa sakramenti kwa watu wanaoeleweka tu, na pale tu unapoalikwa unakatazwa kufanya hivyo bila kutofautisha watu. Zwingli alisikiliza maelekezo haya akiwa kimya, na katika kujibu, baada ya kutoa shukrani zake kwa heshima ya kuitwa kuhudumu katika kituo hiki muhimu, aliendelea kueleza mwelekeo aliokuwa na kusudia kuchukua. Maisha ya Kristo, alisema, kwa muda mrefu yamefichwa mbali na watu. Nitahubiri juu ya kitabu chote cha Injili ya Mathayo mtakatifu, nikichota kutoka katika maandiko pekee, nikizama katika vina vyake, nikilinganisha aya moja na nyingine, na nikitafuta ufahamu kwa maombi ya kudumu na ya dhati. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya sifa ya mwana wake pekee, kwa ajili ya wokovu halisi wa roho, na kwa ajili ya kuwajenga katika imani ya kweli, kwamba nitaiweka wakfu huduma yangu. Pamoja na kuwa baadhi ya viongozi wa kanisa hawakukubaliana na mpango wake na walijaribu kumshawishi aachane nao, Zwingli alisimama imara. Alisema kuwa hakukusudia kuanzisha mbinu mpya, bali mbinu ya zamani iliyotumiwa na kanisa la awali na nyakati safi. Tayari shauku ilikuwa imeamshwa kwa ajili ya ukweli aliyoufundisha, na watu walifurika katika idadi kubwa kusikiliza mahubiri yake. Wengi wa wale waliokuwa wameacha kuhudhuria ibada walikuwa miongoni mwa wasikilizaji wake. Alianza huduma yake kwa kufungua Injili
na kusoma na kueleza kwa wasikilizaji wake visa vilivyovuviwa vya maisha, mafundisho na mauti ya Kristo. Hapa, kama ilivyokuwa kule Einsiedeln, aliwasilisha neno la Mungu kama mamlaka pekee isiyokosea na mauti ya Kristo kama kafara pekee kamilifu. Ni kwa Kristo, alisema, ambapo ninatamani kuwaongoza. Kwa Kristo, chanzo cha kweli cha wokovu. Watu wa matabaka mbalimbali walimzunguka mhubiri, tangu viongozi wakuu wa nchi na wasomi hadi mafundi na wakulima wadogo. Kwa shauku kubwa walisikiliza maneno yake. Sio kuwa alitangaza toleo la wokovu wa bure, lakini pia bila hofu alikemea maovu na ufisadi wa nyakati zile. Wengi walitoka kanisani wakimtukuza Mungu. Mtu huyu, walisema, ni mhubiri wa kweli, atakuwa msa wetu, atuongoze kutoka katika Misri hii ya giza. Lakini ingawa mwanzoni kazi zake zilipokelewa kwa furaha, baada ya muda upinzani uliibuka. Watawa walijipanga kuzuia kazi yake na kukosoa mafundisho yake. Wengi walimshambulia kwa kebehi na dhihaka, wengine walimshambulia kwa dharau na vitisho, lakini Zwingli aliyabeba yote hayo kwa uvumilivu, akisema, ikiwa shauku yetu ni kuwashinda waovu kwa ajili ya Yesu Kristo, ni lazima tufumbe macho yetu dhidi ya mambo mengi. Mnamo wakati huu, mtendakazi mpya alikuja kuendeleza kazi ya matengenezo. Mtu mmoja aitwaye Luciana alitumwa kutoka Zurich na rafiki wa mwana matengenezo aliyeishi Basel, akiwa na machapisho ya Luther, ambaye alipendekeza kuwa uuzaji wa vitabu hivi ungekuwa njia kubwa ya kutawanya nuru. Hakikisha, aliandika Zwingli, kuwa mtu huyu na busara na ujuzi wa kutosha. Ikiwa yuko hivyo, mruhusu avichukue kutoka jiji hadi jiji, kutoka mji hadi mji, kutoka kijiji hadi kijiji, hata kutoka nyumba hadi nyumba miongoni mwa Waswizi. Kazi za Luther na hasa ufafanuzi wake wa sala ya Bwana ulioandikwa kwa ajili ya walei. Kwa kadri kazi hizi zitakavyojulikana, ndivyo watakavyopata wanunuzi wengi zaidi. Kwa njia hiyo, nuru iliweza kuingia. Wakati Mungu anapoandaa kuvunja vifungo vya ujinga na ushirikina, ndipo shetani hufanya kazi kwa nguvu nyingi zaidi, kuwafunika watu kwa giza na kuwafunga minyololo kwa nguvu zaidi. Watu walipokuwa wakiinuka katika nchi mbalimbali kuwaletea watu ujumbe wa msamaha na kuhesabiwa haki kwa njia ya damu ya Kristo, Roma iliendelea kwa nguvu mpya kufungua masoko yake katika nchi zote za Kikristo, kuuza msamaha kwa pesa. Kila dhambi ilikuwa na bei yake, na watu walipewa leseni ya bure kwa ajili ya uhalifu, ikiwa hazina ya kanisa ilijazwa vizuri kwa pesa. Kwa hiyo harakati mbili ziliendelea, moja ikitoa msamaha wa dhambi kwa pesa na nyingine msamaha kwa ajili ya Kristo. Roma ikitoa leseni ya dhambi kwa kufanya jambo hilo kuwa chanzo cha mapato, wana matengenezo wakishutumu dhambi na kuelekeza watu kwa Kristo kama mpatanishi na mkombozi. Katika nchi ya Ujerumani, kazi ya uuzaji wa vyeti vya msamaha walikabidhiwa watawa wa Kidominika na waliongozwa na Tetzel mkorofi katika nchi ya Switzerland. Biashara hiyo iliwekwa katika mikono ya Wafranciscan chini ya uongozi wa Samson, mtawa Muitaliano. Samson alikuwa tayari amefanya kazi kubwa kwa kanisa, akiwa amepata fedha nyingi kutoka Ujerumani na Switzerland kujaza hazina ya papa. Sasa alitembelea nchi nzima ya Uswizi, akivutia makundi makubwa ya watu, akiwanyang'anya wakulima maskini mapato yao madogo na akidai zawadi kubwa kutoka kwa matabaka ya kitajiri. Lakini mvuto wa matengenezo tayari ulikuwa umegusa watu wengi na ulipunguza, japokuwa haukukomesha kabisa biashara hiyo. Zwingli alikuwa bado yuko Einsiedeln wakati Samson, mara tu baada ya kuingia Switzerland, alifika na vyombo vyake katika mji jirani. Baada ya kuambiwa kusudio la ujio wa Samson, mwana matengenezo alianza mara moja kumpinga. Hao watu wawili hawakukutana, lakini Zwingli alifanikiwa kuanika uongo wa Samson kiasi kwamba Samson alilazimika kuondoka na kwenda maeneo mengine. Akiwa Zurich, Zwingli alihubiri kwa bidii dhidi ya wafanyabiashara wa misamaha, na wakati Samson alipokaribia mji ule, alikutana na mjumbe kutoka katika baraza akiwa na ujumbe wa Samson kuwa Samson alitarajiwa kupita na kuendelea na safari yake. Hata hivyo, Samson alifanikiwa kuingia mjini kwa ujanja, lakini alifukuzwa kutoka katika mji bila kuuza hata msamaha mmoja, na mara baada ya hapo aliondoka katika nchi ya Uswizi. Matengenezo yaliongezwa kwa nguvu zaidi na ujio wa Town au mauti kuu, ambayo ilienea katika nchi nzima ya Uswizi katika mwaka wa 1519. Watu walipokutana uso kwa uso na muuaji, wengi waliongozwa kujisikia jinsi misamaha waliokuwa wameinunua hivi karibuni ilivyokuwa haina thamani na ilivyokosa maana, na walitamani kupata msingi wa uhakika zaidi kwa imani zao. Zwingli akiwa Zurich alipigwa na Town kali sana. Alizidiwa sana kiasi kwamba matumaini yote ya kupona kwake
yaliisha kabisa, na taarifa ilienea kuwa alikuwa amekufa. Katika saa ile ya kujaribiwa, tumaini lake na ujasiri wake havikutetereka. Aliutazama msalaba wa Kalvari kwa imani, akitumainia upatanisho kamili kwa ajili ya dhambi. Aliporudi kutoka karibu na marango ya mauti, alikuwa na kazi moja tu ya kuhubiri Injili kwa nguvu zaidi kuliko wakati wote uliopita, na maneno yake yalikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Watu walimkaribisha kwa furaha mchungaji wao mpendwa aliyerudishwa kwao kutoka ukingoni mwa kaburi. Wao wenyewe walikuwa wametoka kuhudumia wagonjwa na waliokuwa wanakufa, na walihisi zaidi kuliko wakati mwingine wowote uliopita thamani ya Injili. Zwingli alikuwa amefikia uelewa mkamilifu zaidi ya ule wa Injili, na alikuwa amepata uzoefu mkamilifu zaidi ndani yake na nguvu ya Injili inayobadilisha. Kuanguka kwa mwanadamu na mpango wa wokovu yalikuwa masomo aliyochukua muda mwingi kujifunza. Ndani ya Adamu, alisema, sisi sote tumekufa, tumezama katika ufisadi na tumehukumiwa. Kristo alinunua kwa ajili yetu ukombozi usioisha. Shauku yake ni kafara ya milele na uwezo usiokoma wa kuponya. Inakidhi haki ya kimungu ya milele kwa niaba ya wote wanaoitegemea kwa imani thabiti na isiyoyumba. Hata hivyo, alifundisha kwa uwazi kuwa sio kwa sababu ya neema ya Kristo hawako huru kuendelea katika dhambi. Mahali palipo na imani kwa Mungu, hapo yupo Mungu, na popote Mungu alipo, hapo kuna juhudi inayosihi na inayoshurutisha watu kutenda matendo mema. Shauku kwa ajili ya mahubiri ya Zwingli ilikuwa kubwa kiasi kwamba kanisa lilijaa hadi kufurika watu waliokuja kumsikiliza. Kidogo kidogo, kwa kadri walivyoweza kuelewa, alifunua ukweli kwa wasikilizaji. Alikuwa mwangalifu kuanza kufundisha vipengele ambavyo vingewashtua na kuzalisha upinzani. Kazi yake ilikuwa kuongoa mioyo yao ipokee mafundisho ya Kristo, kuwalainisha kwa upendo wake na kuweka mbele yao mfano wake. Na baada ya kupokea kanuni za Injili, imani na matendo ya ushirikina vingeshindwa hatimaye. Hatua kwa hatua, matengenezo yalipanuka katika jiji la Zulichi. Katika hali ya tahadhari, maadui zake waliamka na kuanzisha upinzani. Mwaka mmoja kabla, mtawa wa Wittenberg alikuwa amesema hapana kwa papa na mfalme pale Worms, na sasa kila kitu kilionekana kuonesha kuhimili madai ya upapa pale Zulichi. Mashambulizi mengi yalifanywa dhidi ya Zwingli. Katika maeneo ya upapa, mara kwa mara wanafunzi wa Injili waliuawa juu ya mti wenye ncha kali. Lakini hii ilikuwa haitoshi. Mwalimu wa uzushi lazima anyamazishwe. Hali kadhalika, askofu wa Constance alituma wajumbe watatu wa baraza la Zulichi. Alimshtaki Zwingli kwa kufundisha watu kuvunja sheria za kanisa na hivyo kuhatarisha amani na utengamano katika jamii. Ikiwa mamlaka ya kanisa itapuuzwa, alisisitiza, wasi utatokea duniani kote. Zwingli alijibu kuwa amekuwa kwa miaka minne akifundisha Injili katika jiji la Zurich, ambayo imekuwa na ukimya na amani zaidi kuliko mji mwingine wowote katika shirikisho. Sio kwamba alisema Ukristo ni uhakikisho bora zaidi wa usalama kwa jumla. Manaibu walikuwa wamewashauri wanabaraza waendelee kuwemo kanisani, ambamo walisema kulikuwa hakuna wokovu. Zwingli alijibu, hebu mashtaka haya yasiwatetemeshe. Msingi wa kanisa ni mwamba ule ule, Kristo yule yule ambao ulimpa Petro jina lake kwa sababu alimkiri kwa uaminifu. Katika kila taifa, kila amwaminie kwa moyo wake wote katika Bwana Yesu anakubaliwa na Mungu. Hapa kwa kweli ni kanisa ambamo hakuna hata mmoja anayeweza kuokolewa. Kama matokeo ya mkutano huo, mmoja wa manaibu wa askofu aliipokea imani ya matengenezo. Baraza lilikataa kuchukua hatua dhidi ya Zwingli na Roma ilijiandaa kwa ajili ya mashambulizi mapya. Mwanamatengenezo alipojulishwa kuhusu mipango ya adui zake alisema, acha waje, ninawaogopa kama vile mwamba uliotokeza juu ya bahari unavyoogopa mawimbi yanayonguruma kwenye nyayo zake. Juhudi za viongozi wa kanisa zilisukuma mbele zaidi kazi ambayo walikuwa wakitafuta kuiangusha. Ukweli uliendelea kusambaa katika nchi ya Ujerumani. Wafuasi wake wakiwa wamenyong'onyea kwa sababu ya kutoweka kwa Luther, walipata ujasiri tena walipoona maendeleo ya Injili katika nchi ya Uswizi. Matengenezo yalipoimarika katika jiji la Zurich, matunda yake yalionekana kikamilifu katika kupungua kwa uhalifu na ongezeko la utulivu na utengamano. Amani imejaa tele katika mji wetu, aliandika Zwingli. Hakuna ugomvi, hakuna unafiki, hakuna wivu, hakuna migogoro. Wapi umoja kama huo unaweza kupatikana kama sio kwa Bwana na mafundisho yetu yanayotujaza kwa matunda ya amani na upendo? Ushindi ambao matengenezo yaliupata uliwatetemesha viongozi wa Roma na kuwafanya waongeze juhudi za kuyashinda. Waliona jinsi ambavyo mateso yalifaulu kidogo sana kudhibiti hali ya Luther katika nchi ya Ujerumani. Waliamua kupambana na matengenezo kwa kutumia silaha za
la wanamatengenezo wenyewe. Walipanga kuwa na mdahalo na Zwingli, na kwa kuwa wao ndio waliosimamia mdahalo huo, wangejihakikishia ushindi kwa kuchagua wao wenyewe sio tu mahali pa kufanyia mdahalo, bali pia waamuzi ambao wangeamua kati ya wao na Zwingli. Na ikiwa wangemnasa Zwingli na kumweka chini ya mamlaka yao, wangehakikisha kuwa haponyoki. Ikiwa kiongozi angenyamazishwa, harakati ingevunjika mara moja kirahisi. Kusudi hili hata hivyo lilifichwa kwa uangalifu. Mdahalo ulipangwa kufanyika katika mji wa Baden, lakini Zwingli hakuwepo. Baraza la Zulich, kwa kuhisi njama za wafuasi wa upapa na kuonywa na marundo ya kuni ambazo zilikuwa zimekwishwa washwa moto katika majimbo ya upapa kwa ajili ya wafuasi wa Injili, walimkataza mchungaji wao asijipeleke katika hatari hii. Mjini Zulich alikuwa tayari kukutana na wafuasi ambao Roma ingepeleka, lakini kwenda Baden, mahali ambapo damu ya wafia dini kwa ajili ya ukweli ilikuwa imemwagwa siku za karibuni, ilikuwa kwenda katika kifo cha hakika. Oclampadio na Hala walichaguliwa kuwakilisha wanamatengenezo, wakati Dr. Eck, mtu mashuhuri akisaidiwa na jopo la wasomi, madaktari na maaskofu, ndiye alikuwa mwakilishi wa Roma. Ingawa Zwingli hakuwepo katika mdahalo, nguvu yake ilihisiwa. Makatibu muhtasari wote walichaguliwa na wafuasi wa papa, na wengine walikatazwa wasiandike chochote kwa tishio la kifo. Pamoja na hayo, Zwingli alipokea kila siku maelezo kamili ya kile kilichosemwa kule Baden. Mwanafunzi aliyehudhuria kwenye mdahalo aliandika kila siku juu ya hoja zote zilizowasilishwa siku hiyo. Karatasi hizi zilipelekwa na wanafunzi wengine wawili pamoja na barua za kila siku za Oclampadio kwa Zwingli jijini Zulich. Mwanamatengenezo alijibu akitoa ushauri na mapendekezo. Barua zake ziliandikwa usiku na wanafunzi walirudi nazo Baden asubuhi, kukwepa kukamatwa na walinzi waliowekwa kulinda katika malango ya jiji. Wajumbe hawa walileta makapu ya kuku vichwani mwao na waliruhusiwa kupita bila kikwazo. Kwa njia hiyo Zwingli aliendeleza vita na wapinzani wake. Zwingli amefanya kazi zaidi, alisema Mikonio, kwa kutafakari kwake, kukesha usiku na ushauri alioupeleka Baden, liko ambavyo angefanya kwa kujadiliana uso kwa uso katikati ya maadui zake. Wafuasi wa Roma wakiwa na matumaini makubwa ya kushinda walikuja Baden wakiwa wamevaa majoho ya kifahari na wakimeremeta kwa vito vya thamani. Walikula kianasa, meza zao zilifulika vyakula vinono vya gharama kubwa na pombe kali na za bei kubwa. Mzigo wa majukumu yao ya kikanisa ulipunguzwa kwa burudani na sherehe. Mwonekano wa wanamatengenezo ulikuwa kinyume kabisa. Walionekana mbele ya watu kama kundi la ombaomba ambao chakula chao kidogo na cha kimaskini kiliwafanya wakae mezani kwa muda mfupi. Baba mwenye nyumba wa Oclampadio alipokwenda kumwangalia katika chumba chake, alimkuta mara nyingi akisoma au akiomba, na kwa mshangao mkubwa alisema kuwa mzushi alikuwa angarau mcha Mungu sana. Kwenye mdahalo, kwa kiburi, Eck alipanda kwenye mimbari iliyopambwa kifahari, wakati maskini Oclampadio akiwa amevaa nguo za kimaskini alilazimishwa kukaa mbele ya mpinzani wake kwenye kigoda kilichochongwa vibaya. Sauti kubwa ya Eck na kujiamini kusikokuwa na mipaka havijawahi. Juhudi zake zilichochewa na tumaini la utajiri na umaarufu. Kwa kuwa mtetezi wa imani, alipewa malipo makubwa. Wakati hoja nzuri zaidi ziliposhindwa, alipaswa kutumia matusi na hata laana. Oclampadio, mtu mnyenyekevu na asiyejitumainia, alikuwa ameogopa mdahalo na aliuingia akiwa na kiapo cha nguvu kuwa sikubali kiwango kingine cha uamuzi zaidi ya neno la Mungu. Ingawa alikuwa mpole na muungwana katika tabia, alithibitika kuwa na uwezo na tetereka. Wakati wafuasi wa Uroma, kwa mujibu wa mazoea yao, walijielekeza kwenye mamlaka ya desturi za kanisa, mwanamatengenezo alishikilia kikamilifu maandiko matakatifu. Desturi, alisema, hazina nguvu katika nchi yetu ya Switzerland, labda tu kama zitaendana na katiba. Sasa katika masuala ya imani, Biblia ndiyo katiba yetu. Tofauti iliyojitokeza kati ya washindani hawa wawili wa mdahalo haikukosa kuwa na matokeo. Hoja ya mwanamatengenezo iliyotolewa kwa utulivu, wazi, upole na uungwana ilikuwa na mvuto mkubwa zaidi kwa akili zilizokuwa zimechukizwa na maneno ya majigambo na kujikweza ya Eck. Mdahalo uliendelea kwa siku 18. Ulipofungwa, wafuasi wa upapa kwa kujiamini walidai kuwa wameshinda. Wengi wa manaibu waliungana na Roma na baraza kuu lilitangaza kuwa wana matengenezo wamekwisha, na walitangaza kuwa wao pamoja na Zwingli, kiongozi wao, walikuwa wametengwa na kanisa. Lakini matunda ya mdahalo yalidhihirisha ni nani hasa walionufaika kutokana na mdahalo huo. Shindano lile lilizalisha ari kubwa katika kazi ya uprotestanti
Kiprotestanti, na haukupita muda mrefu baadaye majiji muhimu ya Bern na Basel yalitangaza kuunga mkono matengenezo. Pendwa msikilizaji, Mungu akubariki kwa kudumu kuwa msikilizaji mwema. Hadi wakati mwingine tena, nikukaribishe katika somo la 10 itakalofuata baada ya hili. Mungu akuangazie nuru ya uso wake, na faraja na amani yake itawale katika moyo wako tangu sasa na hata siku zote, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu aliye mwema na mwaminifu. Amina.